Zuru kaunti ya Trans Nzoia kesho, wanachama wa vyama vya ODM na PM Party katika kaunti hiyo wameitaka serikali kuhakikisha ziara hiyo inafanyika kwa amani. Vilevile wamemtaka waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen kuwakamata wahuni wanaodaiwa kuhusika na kuzua vurugu na kuhatarisha usalama katika maeneo mbalimbali nchini. Viongozi hao wanaitaka serikali kuhakikisha kwamba hapo kesho wakati Linda Mwananchi itakuwa na mkutano wao wa hadhara na kampeni yao hapa katika kaunti ya Trans Nzoia, inahakikisha wananchi wanaohudhuria mkutano huo bila wasiwasi wa kiusalama. Nataka nitoe wito huu kwa waziri wa usalama Bwana Kipchumba Murkomen. Tumesema kwamba umekuwa katika vyombo vya habari ukisema kwamba unataka Kenya hii watu waweze kuheshimu sheria na pia vile waweze kuheshimu viongozi wenzao. Tunasema kwamba kesho kuna viongozi wa kitaifa ambao wanazuru kaunti ya Trans Nzoia wakiongozwa na rais wetu mtarajiwa Bwana Edwin Sifuna. Tunataka maximum security na tunatambua kwamba Kenya haina uwezo ya kuweza kuleta security katika kila rally. Na rally ya kesho tunataka tukue na security ya kutosha, manake vurugu ikitokelezea wakati wowote tutalaumu Bwana Murkomen. Na pia vile sisi pia kama wananchi wa Kenya hatutaki kuona watu wakileta furugu. Tunataka viongozi wetu, wafuasi wetu wakuwe watu wa amani, watu wa kupenda amani, na tusiweze kulete mambo ya kuleta chuki na kuweza kupigana kama wananchi wa Kenya. Aidha, wametumia fursa hiyo pia baadhi ya wanachama wa ODM kukiama chama hicho, wakisema kwamba wale ambao walikuwa wanaenzi katika chama cha ODM tayari wamefukuzwa, hivyo basi haoni haja kuendelea kukaa katika chama hicho. Sasa sisi wale viongozi wa mashinani tulikasirika kwa sababu chama tuliwachwa ikiwa chama ya mataifa na saa hii kimekuja kukua chama ya ukabila. Sisi hapa Trans Nzoia tunasimama msimamo wetu, tumebadilika. Tunataka viongozi wale wanaleta mabadiliko ndani ya wananchi wa Kenya, na hawa viongozi vile Edwin Sifuna ametoka, hata sisi tunahama na Edwin Sifuna. Tuko sasa kwa chama ya PM. Hii ni maajabu, chama ambayo kilikuwa kinaongoza Afrika mzima kutoka Limpopo hadi River Naja mpaka leo miezi 6 chama kinazikwa kwa kaburi na mzee. Na hatujahama kwa sababu ya hiyo kifo. Uchungu wa Kenya wanapitia, mateso, ekonomi ya uchumi, haswa vijana kutafuta ajira, maisha ya kuhangaishwa na hii serikali iliyopo. Imetaka wanyonge wao upande wao, matajiri upande wao. Tulete uamuzi ambao utaleta mwelekeo wa taifa hili jinsi tunavyotaka lisimame. Tunaanzia hapa Trans Nzoia. Nikiwa mwenyekiti wa chama cha ODM Endebess constituency, na pia candidate as a member of parliament 2027. Nimeamua pamoja na wafuasi wa Tanzania na Wakenya wenzangu wazima wote, hicho chama tumewachana nacho saa hii. Na wale vijana wake ambao aliwapenda, Mheshimiwa Edwin Sifuna, Mheshimiwa Caleb Amisi, Mheshimiwa Osoti, vijana wake wote including Babu Owino, James Orengo, wamefukuzwa kwa chama. Baba, penye huko kaa ukijua vijana wako, jeshi lako limefukuzwa kwa chama. Wale ambao wamebaki walituambia ng'oo. Kutoka kaunti ya Trans Nzoia, mimi ni Collins Shitiabai.